Tuipute pakaji hapa. Mkuu wetu wa jimbo letu hili la kati itambua uwepo wa wachungaji wote kutoka sharika mbalimbali pamoja na wenzi wenu. Itambua uwepo pia wa makatibu wote kutoka sharika mbalimbali, lakini pia nitambua uwepo wa wote wa sharika na kwaya mlioalikwa kutoka sharika mbalimbali ambao leo hii tunaabudu hapa usharika wa Mbata. Lakini kipekee sana nitambua uwepo wa mama yangu mzazi. Mkuu wetu wa jimbo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2015 mamangu mzazi leo anasali katika usharika huu, maana alikuwa anaumwa kwa muda mrefu. Na nilikuwa naye kulembea kwa miaka mingi, lakini namshukuru Mungu kwamba amemponya na amekuja kutoa shukrani. Leo tutafanya ibada hii. Lakini pia tuko na mheshimiwa diwani wetu ambaye pia pengine atapata nafasi. Lakini kipekee sana nilisema yule nitamtambulisha, naomba uje wakufahamu. Wawiki mumei wachungaji mna ile hesabu ile ya 1 ongeza 1 ni 1. Huyo hapa. Huyu ndio mke wangu, na ninyi mtafahamu kama nilivyosema wetu wa jimbo kwamba mambo yote tuliyofanya katika jimbo hili yaliwezekana kwa maombi. Na maombi hayo yalikuwa yanafanywa na ninyi kwa sharika, lakini pamoja na mke wangu. Tumebarikiwa kuwa na watoto wawili wako shule Dar es Salaam, lakini tumekuja leo kipekee kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa aliyotutuma tuifanye katika jimbo hili kwa miaka 10. Na naamini kila mwenye macho haambiwi tazama. Hatimaye imefika wakati sasa wa kumshukuru tena. Haikuwa rahisi. Tulipita katika mabonde na milima, lakini leo tunashuhudia ukuu wake kwamba yeye ndiye aliyefanya na sio sisi. Bwana Yesu asifiwe. Anipe kibali cha kusema haya machache kwetu leo. Mtakumbuka mwaka 2015 jimbo letu lilipokuwa, kanisa letu lilipokuwa, na hata sasa vitu vilivyo. Hakika mkono wa Bwana ni mkuu sana. Hakika mkono wa Bwana ni mkuu sana. Hakika mkono wa Bwana ni mkuu sana. Ninashuhudia haya kwa sababu ninyi hamkujua niliyopitia. Ninashuhudia haya kwa sababu nilijitoa, lakini sikuwa mimi bali Mungu alikuwa ndani yangu. Na naamini tutakwenda vizuri zaidi kwa misingi imekwisha kuwekwa. Tunaomba maombi yenu kwa sababu maendeleo ni hatua. Amen. Unatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Si rahisi na haikuwa rahisi kwa kipindi cha miaka 10 kutumika katika shamba lake. Na hatimaye wengi wenu mmeona yale ambayo yafanyika. Na naomba Mungu kwa yeyote atakayekuwa kiongozi tena mbele yetu amuongoze na msaidie, ili tutimize hazma ya jimbo hili la Busokelo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natoka na machozi ya furaha kwa mwinjilisti wetu aliyekuwa hapo. Unafahamu kanisa hili kwetu, na wote wachungaji wamepita sharika huko kama mlikwetu. Leo hii tunaabudu sehemu nzuri sana. Heshima na utukufu ni vyake. Naomba tusome neno moja kutoka Yeremia mlango wa 1 mstari ule wa 5. Mstari mmoja tu. Na unasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutaka. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Amen. Nilikuwa kiongozi wenu kwa kipindi chochote, lakini sikuishia kwa mbunge tu. Nilipokuwa mbunge nilipata nafasi ya heshima kubwa sana bungeni. Nimekuwa mwenyekiti wa kamati za kudumu za bunge, lakini nimekuwa katibu wa bunge kwa Mbeya. Nimekuwa katibu mkuu wa bunge mabara ya Afrika, bara la Afrika. Lakini pia nimekuwa naibu waziri. Nimekuwa kwenye nafasi mbalimbali. Yote hii heshima na utukufu kwa Bwana. Kama alivyotuinua atatuinua tena, ninaamini. Wengi wenu mlikuwa na matumaini makubwa, lakini mara baada ya uchaguzi mlikuwa na matumaini hafifu sana. Mimi nataka niwaambie, Yesu yu hai leo hii na hata milele. Hata kwa
mzazi kwamba tulikuwa naye kwa miaka mingi akiwa anaugua, lakini leo hii anashuhudia kwa Bwana kwamba naye anakuja kumwabudu na kumtukuza Mungu kwa matendo makubwa aliyotendea kwa miaka 10. Hakupata nafasi ya kuja kanisani. Leo hii amekanyaga kanisani. Kwa kweli sina maneno mazuri ya kumshukuru Mungu, lakini zaidi ya kusema zawadi gani nitatolea Bwana wangu ila roho yangu tu. Zawadi gani nitatolea Bwana wangu ila roho yangu tu. Wakati kipindi kile Mwatiki Kanini akututura na roho ukumbuka, lakini kwa ukuu wake Bwana amefanya haya yote. Na baada ya salamu hizi sasa, kwa kuwa kesho niwakaribishe, nitakuwa na neno langu la mwisho la utumishi kwenu pale kijiji chetu cha Ipinda cha muhadhara. Utakuwa saa 3 asubuhi mpaka saa 7 ili tuweze kusema yale tuliyokwisha kuyafanya na wapi tulifikia, na mimi nitaendelea kwa pamoja nanyi na nitafanya kazi pia na mwenzangu aliyepata nafasi ya kusogeza maendeleo ndani ya jimbo hili. Mipango mingi ambayo tuliweka, nilitamani kwa mimi nilipata bahati ya kuishi nchi nyingi hapa duniani na kusafiri mataifa mengi hapa duniani. Nilitamani kule ambako wenzetu waliko, bahati nzuri mkuu wa jimbo naamini nafasi pia kusafiri mataifa mbalimbali, hususan naamini nje. Natamani wenzetu kule waliko wanasema kuona ni kuamini, na sisi tufike siku moja. Ninaamini tutafika kwa sababu mipango tumeshaweka, ni swala la kusimamia tu. Asanteni sana kwa nafasi hii. Naomba sasa mkuu wetu wa jimbo na mkuu wetu wa liturgia, nafikiri tuko tayari kwa ajili ya kutoa shukrani yetu pekee. Ambao hautatikisika wakati. Ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Bwana aliwazunguka katika utumishi wenu, alikuwa pamoja nanyi hakuacha, kwa sababu mlimtumaini yeye. Ndio maana aliwasimamisha kama mlima ule unazunguka, milima inazunguka Yerusalemu. Sijafika naiona kwa ramani, lakini Mungu awabariki sana. Sema mimi sasema kaza kama safari bado inaendelea na kusonga bado inaendelea. Anisikia mkisema nini? Kwamba bado mko pamoja, kwenu mtapambana mpaka dakika ya mwisho. Yesu atunze sana katika huduma yenu. Tumeona tunapopita tunaona mambo na chaweka bango tuliyasoma na tuliyaona. Yesu atunze sana. Tuombe. Wametoa sadaka zao hizi Bwana, ninaomba uzipokee, ninaomba uzitakabali, ziponye Bwana, na vile ambavyo Mungu ameunganisha na mioyo yao, ninaomba Bwana Yesu ukazipokee. Sifa, utukufu na heshima yote tunakurudishia wewe. Watunze sasa miili, nafsi na roho zao. Mungu wakushukuru wewe, naishi waishi na wewe daima katika maisha yao. Asante kwa kuwa Mungu unasikia kuomba kwetu wakati wote. Na Bwana hata usikie kuomba kwao. Kwa Kristo Yesu alikuwa na mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba haya tukishukuru. Amen. Amen. Naomba mwinulie Mungu, mioyo yenu. Pokea baraka zake. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie uso wake na kufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.